Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Na mambo yameibuka. Wakati sisi tunawaambia kwamba kuna athari za kuwatuhumu watu kwa ugaidi, wao walikuwa hawatuelewi. Wao walikuwa wanafikiri tu ni Chadema inafanya tu siasa za kawaida. Sasa sisi ni lazima tuwakumbushe athari za huu utaratibu, huu mkakati, hii tabia ya kumbambikizia mtu yoyote. Kuna siku nilisema huu utaratibu wa kugawa ugaidi kama njugu kwa yoyote kwenye taifa letu, huu utaratibu unazo athari kubwa sana kwenye taifa letu. Sasa jana nimemsikia kuna mtu anaitwa msemaji wa timu za taifa, anaitwa Haji Manara, msemaji wa timu za taifa, na hili nitalisemea baadaye. Kwanza hiki cheo hiki cha watu kuitwa msemaji wa timu za taifa. Sasa kwenye mazungumzo yake na wanahabari amesema kwamba wanasiasa ni lazima watenganishe michezo na tofauti zao na tofauti zao walizonazo wenyewe wanasiasa, tofauti zao za kisiasa. Ni lazima wanasiasa watenganishe mambo hayo. Ni lazima wanasiasa waiache michezo, wasijihusishe na michezo. Na anasema kama kuna mtu haungi mkono Tanzania kuwa mwenyeji wa mashindano ya mpira wa miguu, mashindano ya AFCON, kama kuna mwanasiasa haungi mkono AFCON, haungi mkono michezo, akae kimya, asizungumze lolote, aachane na michezo. Sasa mimi binafsi sijui Haji Manara amesema haya kwa sababu ya kutokujua, amesema kwa sababu hafahamu, au amesema kwa sababu ni propaganda, kwa sababu Haji Manara ni mwana CCM. Haji Manara ni diwani haramu wa kata ya Kariakoo. Amejificha kwenye kichaka cha usemaji wa timu ya taifa, lakini sisi tunafahamu Haji Manara ni mwanasiasa. Kwa hiyo akiwa anasema wanasiasa wakae kimya, wanyamaze, waachane na michezo, yani sisi wengine tunafahamu Haji Manara kwamba wewe ni mwana CCM. Sasa kwa vile umetugusa wanasiasa, na sisi tutakujibu kwa sababu hayo uliyoyasema, nafikiri kuna mambo uelewa wako ni mdogo sana, ikiwemo masuala yanayohusu sheria, masuala yanayohusu taratibu na kanuni za uendeshwaji wa michezo duniani, kwa maana ya sheria na taratibu za FIFA, za kafu. Na sisi ambao pengine tunafahamu haya mambo, ni lazima tukutahadharishe, na ni lazima tukwambie acha kutumia jukwaa la michezo, acha kutumia usemaji wa timu ya taifa ukiwa umejificha kwenye utambulisho huo, halafu unafanya kazi za CCM. Sasa tumkumbushe Haji Manara mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ukisoma katiba ya FIFA, katiba ya FIFA toleo la tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2024, katiba ya FIFA inaitwa FIFA Statutes. Sasa ukisoma FIFA Statutes, msahafu wa FIFA, Biblia ya FIFA, katiba ya FIFA ina ibara karibu 68. Kwenye ibara zote za katiba ya FIFA, ukisoma ibara ya kwanza, ibara ya pili, ibara ya 3 ya katiba ya FIFA imeandikwa haki za binadamu. Haki za binadamu. Katiba ya FIFA ibara ya 3, haki za binadamu. Na tafsiri isiyo rasmi kutoka kwenye maneno ya Kiingereza yaliyoandikwa kwenye katiba ya FIFA, ibara ya 3 inasema maneno yafuatayo. FIFA, ibara ya 3 ya katiba ya FIFA inasema, FIFA imejizatiti kuheshimu haki zote za binadamu zinazotambulika kimataifa na itajitahidi kuendeleza ulinzi wa haki hizo katika shughuli zake zote. FIFA imejizatiti kuheshimu haki zote za binadamu zinazotambulika kimataifa na itajitahidi kuendeleza ulinzi wa haki hizo katika shughuli zake zote. Kwa maneno mengine ni kwamba FIFA haipeleki mashindano yake sehemu yoyote ambayo kuna tishio la usalama, ambalo kuna tishio au kuna uvunjwaji wa haki za binadamu. Ukisoma ibara ya 5 ya katiba ya FIFA niliyoisema,
inazungumzia kukuza mahusiano ya kirafiki. Yaani mashindano ya FIFA yanapaswa kufanyika katika mazingira salama na yenye kuheshimu utu wa binadamu. Madhumuni na malengo ya FIFA ni kuendeleza urafiki kati ya mataifa. Kwa maneno mengine, FIFA haiwezi kuruhusu mashindano ya mpira wa miguu yakafanyike eneo ambalo badala ya kwenda kuendeleza urafiki kati ya taifa moja na taifa lingine, wachezaji wa timu ya taifa fulani wakawa hawako salama kwenye eneo lile, sio tu ndani ya uwanja, hata nje ya uwanja. Ndiyo maana mwaka 2017 FIFA ilitengeneza kitu kinaitwa sera ya haki za binadamu, FIFA Human Rights Policy za mwaka 2017. FIFA inajali haki za binadamu. Ndiyo maana shirikisho la mpira wa miguu Afrika, CAF, linazo kanuni ambazo kuna nyakati huwa CAF inahamisha hata michezo kutoka kwenye taifa moja isichezwe kwenye taifa hilo ikapelekwa kwenye taifa lingine. Sasa Haji Manara anasema wanasiasa wakae kimya. Kwa maneno mengine anasema wanasiasa wakae kimya. Hajui hata hicho ambacho wanasiasa wanakisema ni nini, kina mahusiano gani na michezo, kina mahusiano gani na uhai wa watu. Haelewi FIFA inasema nini kuhusu hicho ambacho tena sisi wanasiasa wa Chadema tumekuwa tukikisema kuhusiana na haki za binadamu, na ambacho tumekuwa tukikisema tutawaambia FIFA au tumewaambia FIFA, tumewaambia kafu. Haelewi Haji Manara. Sasa leo tumeona tuje na sisi tuzungumze na Watanzania, iwe kwa manufaa ya Haji Manara na kwa manufaa ya Watanzania wote kwamba ni lazima taifa letu linapaswa kuendeshwa vipi na mambo ya kisiasa yanaweza kuathiri kwa kiwango gani michezo. Watu hawafahamu kutokana na hii katiba ya FIFA inachokisema kuhusiana na haki za binadamu. Watu hawafahamu kwamba FIFA na CAF inapopeleka mashindano kwenye eneo lolote huwa wanafanya tathmini za mambo mbalimbali ambazo zinawafanya wao waamue kwamba sasa tupeleke michezo hii ya mpira wa miguu kwenye nchi fulani. Miongoni mwa tathmini ambazo Haji Manara unapaswa kuzifahamu, FIFA huwa wanazifanya na CAF wanazifanya, kwa sababu principles, kanuni ambazo zimewekwa na FIFA, kanuni hizo zinalazimika kufuatwa na wanachama wa FIFA ikiwemo nchi na mashirikisho mengine ya soka kwenye mabara mbalimbali yote duniani. Tathmini ambazo FIFA wanazifanya pamoja na mambo mengine, jambo la kwanza, FIFA huwa wanazingatia kwamba tunapopeleka michezo hii usalama wa wachezaji na mashabiki utakuwaje kwenye taifa hilo. Na tunaposema usalama wa wachezaji na mashabiki, hauangaliwi tu ndani ya uwanja. Usalama wa wachezaji na mashabiki unaangaliwa ndani ya uwanja, nje ya uwanja na maeneo yote ambayo wachezaji hao watakuwepo. Ukileta mashindano Tanzania, maana yake FIFA inafanya assessment, inafanya tathmini, CAF inafanya tathmini kwamba hizi timu za taifa tukizipeleka Sudani, tukizipeleka Kongo, je, usalama wa wachezaji kwenye hoteli za Kongo utakuweje? FIFA wanafanya tathmini hiyo. FIFA wanafanya tathmini ya hatari kutoka mamlaka husika. Yaani FIFA wanajiuliza mamlaka husika kwenye nchi fulani zinasemaje kuhusu masuala ya usalama. Sasa kwenye taifa letu, mamlaka husika kwenye taifa hili, mamlaka yenye chombo chenye mamlaka ya kulinda raia, wawe wa kigeni, wawe raia wa ndani, ni jeshi la polisi. Msemaji wa jeshi la polisi amesema wamewakamata Watanzania wasiopungua 130 kwa tuhuma za ugaidi. Jeshi la polisi ndio limesema hivyo. Kwa FIFA wakati wanafanya tathmini, shirikisho la soka Afrika wakiwa wanafanya tathmini, inaangalia ripoti za mamlaka husika kwenye taifa zimesemaje. Sisi jeshi letu la polisi limeshasema aliyetangaza Tanzania kuna ugaidi sio Chadema, sio Heche, sio wanasiasa. Waliosema Tanzania kuna ugaidi ni jeshi la polisi. Msemaji wa jeshi la polisi amesema hati za mashtaka zinazungumza
kwamba kuna watu wamefanya wana tuhuma za ugaidi kwenye taifa hili. Kwa hiyo hauhitaji Chadema kuambia FIFA, haihitaji Chadema kuambia CAF, shirikisho la soka Afrika, kwamba Tanzania kuna ugaidi. Jeshi la polisi, CAF wanafuatilia wenyewe. Hizo taarifa wanazo, wameziona, zimeripotiwa kwenye vyombo vya habari. CAF na FIFA wanafanya tathmini ya uadilifu wa mashindano. Kabla tujakuletea wewe mashindano, tunaangalia uadilifu wako wewe mwenyeji unayeandaa na kadhalika. Kama tumesema, katiba ya FIFA inasema ibara ya 5, lengo ni kukuza mahusiano ya kirafiki. FIFA wanafanya tathmini, nikikuletea wewe mashindano, hayo mashindano nchini kwako tutakuja kweli kukuza urafiki? Au mchezaji wa nchi fulani atakumbwa na la kukumbwa? Baadaye badala ya nchi kukuza mahusiano na taifa lingine, akija kudhurika mwanamichezo kwenye taifa lako, maana yake hakuna urafiki wote mliokuza, hamna mahusiano mliokuza. Unaenda kuzaliwa ugomvi, unaenda kuzaliwa uadui kwa sababu tu ya nchi fulani ilileta wachezaji wake, ilileta timu yake ya taifa na wamedhurika nchini kwake. Sasa Haji Manara na mtu mwingine wanapaswa kuelewa kwamba ukitaka kujua FIFA na CAF wanafanyaje kazi, nenda kawaulize Afrika ya Kusini, nenda kaliulize shirikisho la soka Afrika Kusini, South Africa Football Association. Nenda kawaulize, wao wanajua vizuri athari za hizo unazoziita siasa zinavyoweza kuathiri michezo. Mwaka 1957 wakati shirikisho la soka Afrika linaanzishwa kwa maana ya CAF, mwaka 57, nchi 4 za kwanza, wanachama wa kwanza wa 4 wa shirikisho hilo la shirikisho la soka Afrika, wanachama wa kwanza wa 4 alikuwa ni Misri, Sudani, Ethiopia na Afrika ya Kusini. Ndio wanachama wa kwanza kabisa. Na mwaka huo mwaka 1957 CAF iliwakatalia Afrika ya Kusini kwenda kushiriki kwenye mashindano ya Afrika AFCON baada ya mwaka 1957. CAF iliwazuia Afrika ya Kusini kushiriki mashindano hayo kwa sababu ya sera zao za ubaguzi wa rangi. South Africa walisema, sisi hatutaweza kuleta timu ya taifa kwenye mashindano ya Afrika ambayo itakuwa ina wachezaji weusi na wazungu wamechanganyikana. Hatutaweza. Sisi tutaleta wachezaji timu ya taifa tutaleta ya wazungu, watu weupe, ngozi nyeupe. Hatutaweza kuchanganya na watu weusi. CAF ikawaambia, kanuni za FIFA, utaratibu wetu kwenye michezo, tunalinda haki za binadamu, tunapinga ubaguzi wa rangi. Hamtashiriki mashindano ya Afrika kwa sababu ya sera zenu za ubaguzi. Shirikisho la soka Afrika Kusini likasema, sisi basi tutaleta timu za taifa 2, ya weusi na ya wazungu. CAF ikawakatalia, ikasema timu ya taifa ni moja, hakuwezi kuwa na timu za taifa 2. Licha ya Afrika Kusini kuwa ni miongoni mwa memba wa kwanza kabisa, nchi 4 za kwanza kufanya kuwa wanachama wa chama cha mpira wa Afrika, wa shirikisho la mpira Afrika, lakini CAF iliwakatalia Afrika Kusini, iliwasimamisha kuwa memba wa shirikisho la soka Afrika Kusini kuanzia mwaka 57. Mwaka 60 iliwasimamisha. Mwaka 61 FIFA iliwaondoa. Baadaye mwaka 64 wakataka kuwarudisha. Mwaka 76 wakawaondoa tena kabisa, FIFA wakawaondoa, na CAF wakawaondoa Afrika Kusini kwa sababu ya sera zao za ubaguzi wa rangi. Baadaye mwaka 1992 ndo wakawarudisha Afrika ya Kusini. Sasa Afrika ya Kusini waliondolewa kama memba wa CAF kwa sababu tu ya ubaguzi wa rangi. Sisi Tanzania, jeshi la polisi linasema wako vijana wanafanya ugaidi, wanawatuhumu kwa tuhuma za ugaidi.
Sasa kama kafu ilichukua hatua dhidi ya ubaguzi wa rangi tu, je, haya mnayosema ya ugaidi? Na ibara ya 3 ya katiba ya FIFA inasema, FIFA Statutes haisemi tu ubaguzi wa rangi, inasema haki za binadamu. Haki za binadamu ni pamoja na ubaguzi wa haki za siasa, ubaguzi wa kikabila. FIFA itakuchukulia hatua sio tu ukibagua rangi, hata ukibagua kabila, hata ukisema sisi timu yetu, ukiwabagua watu kisiasa, ukisema kwamba mchezaji ambaye ni mwanachama wa Chadema au ni mpenzi wa Chadema hatacheza hata kuwa hata ruhusiwa kucheza kwenye timu ya taifa au kwenye kilabu chochote, FIFA itakuchukulia hatua. Kwa hiyo kama unataka kujua athari za migogoro ya kisiasa, athari za hali ya kiusalama kwenye taifa, Haji Manara, nenda kawaulize Yugoslavia, watakwambia. Nenda kawaulize Russia, nenda kawaulize Urusi walipovamia Ukraine mwaka 2022. FIFA na UEFA zilisimamisha timu za Urusi kushiriki mashindano ya kimataifa. Nenda kawaulize, utajua athari za siasa. Nenda kawaulize Mali walipokuwa na misukosuko ya kisiasa. CAF alisema tunatathmini upya uwezo wa nchi hii kuwa mwenyeji wa baadhi ya mechi. Fanya utafiti uone hali ya usalama kwenye taifa fulani inavyoweza kuathiri michezo. Kawaulize Syria, kawaulize Iraki, kawaulize Afghanistan ya Jimanala, kawaulize Ethiopia, kawaulize Libya na Sudani, namna ambavyo kuna nyakati walikuwa wanalazimika kuhamisha michezo yao isichezeke ndani ya nchi. Libya na Sudani, mechi za timu za taifa zilikuwa zinapelekwa Misri, zinapelekwa Morocco, zinapelekwa Tunisia, zisichezwe ndani ya nchi yao kwa sababu ya matishio ya usalama. Hivyo basi ni lazima tukubaliane kama taifa kwamba vita, migogoro ya kisiasa, masuala ya ukosefu wa usalama, migogoro ya ndani ya nchi ni mambo yanayoweza kuathiri michezo. Sisi Chadema tunaposema kwamba jamani, hii habari ya kutuhumu vijana wadogo, vijana wachaso, vijana wana miaka 20, kuwatuhumu kwa makosa ya ugaidi, hii habari ya kumsingizia mwenyekiti wetu wa chama ugaidi, mambo haya polisi mkiwa mnasema, msifikiri ni mambo ambayo tu yataisha tu kama yalivyo. Ni mambo ambayo yatakuwa na athari kwa taifa, ni mambo yatalichafua taifa. Haji Manara, unasimama unasema wanasiasa kaeni kimya. Kwanza hayo mamlaka ya kusema wanasiasa wakae kimya umetoa wapi? Yaani wewe una mamlaka ya kutuambia wanachadema kwamba tukae kimya? Haji Manara, hayo mamlaka unayo? Kwanza ukiwaambia wanasiasa wakae kimya, maana yake unachokisema ni kwamba hizi kauli hazina nia njema. Hizi kauli kwa maneno mengine zinawaalika CAF, zinawaalika FIFA kwamba kuna mtu anajiita msemaji wa timu za taifa Tanzania, mwanamichezo, anawaambia wanasiasa wa Tanzania wakae kimya dhidi ya mambo ya michezo. Kwani hasa hao wanasiasa wa Tanzania wanafanya nini? Wamefanya nini? Wamesema juu ya nini? Kwa maneno mengine, Haji Manara na TFF ni lazima mjue kwamba mkidhani mtu kama huyo anawatetea au mtu kama huyo anafanya utetezi wa michezo, kwa maneno mengine, mtu wa aina hiyo anawaalika vyama vya soka Afrika na duniani vije vichunguze au viangalie Tanzania nini kinachoendelea. Binafsi ningemuelewa sana Haji Manara angejitokeza hadharani akasema kama ambavyo polisi wamesema, angalau ningemuelewa, angepita njia hiyo. Angejitokeza akasema Watanzania na vijana wa Tanzania, hivi vitendo vya ugaidi ambavyo polisi wanasema vinafanyika kwenye taifa letu, angekemea. Angesema nyie vijana wa Kitanzania, acheni mambo ya ugaidi, acheni vitendo vya kuharibu hali ya usalama wa nchi yetu. Angesema hivyo, angalau ningemuelewa, kwa sababu ningejua kweli ana nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba, na anafahamu kwamba kukiwa salama nchini kwetu, maana yake masuala ya michezo yatafanyika. Maana yake tutakuwa tuna confidence ya FIFA
tutakuwa na confidence ya kafu, kama kutakuwa kuna usalama kwenye taifa letu. Lakini yeye hajataka kukemea chochote kuhusiana na masuala ya usalama. Yeye amekuja tu hadharani anatuambia kama huungi michezo mwanasiasa, kaa kimya. Kama huungi utaki AFCON ije ifanyike Tanzania, kaa kimya. Hii inatupa tafsiri ya kwamba hicho anachokifanya ni propaganda. Anafanya kazi ya CCM. Anajificha kwamba yeye ni msemaji wa timu za taifa, lakini hataki kusema uhalisia wa mambo. Nimezisikiliza dakika 40 zote alizozungumza. Kwenye dakika 40 zote alizozizungumza Haji Manara, nimemsikia anatamka neno political will kwa Kiingereza na kwa Kiswahili, utashi wa kisiasa. Nimemsikiliza analitamka karibu hata mara 20. Political will. Serikali hii ina political will ya kuendeleza michezo, ina utashi wa kisiasa. Sasa wewe unazungumzia utashi wa kisiasa, kwamba serikali ina utashi wa kisiasa, halafu unataka wanasiasa tukae kimya? Kwa vile umeamua kuzungumza kwamba serikali ina utashi wa kisiasa kuendeleza michezo, sisi wanasiasa tutakujibu kwamba ni kwa namna gani serikali hii haina hata huo utashi wa kisiasa wa kuendeleza michezo. Sisi ni lazima tukujibu. Huwezi kuzungumzia utashi wa kisiasa wa serikali kwenye kuendeleza michezo, halafu sisi wanasiasa tunyamaze. Kwenye press yake yote Haji anazungumza serikali iko karibu na michezo, serikali inatoa pesa, serikali inagharamia timu za taifa. Vyama vya michezo vya Tanzania haviwezi kupeleka wana michezo Scotland, haviwezi kupeleka wana michezo Morocco. Serikali imetoa ndege, serikali imetoa. Muda wote wa press Haji Manara unazungumza, utadhani wewe ni msemaji wa serikali, sio msemaji wa timu za taifa. Sasa muachie hayo mambo ya serikali imefanya nini kwenye michezo, muachie msemaji wa serikali kama yupo, muachie huyo mtu ndo azungumze hayo mambo, na sisi wanasiasa tutamjibu. Sasa kama umemwacha wewe, umejivika majukumu ya mtu mwingine unayasema, sisi tutakujibu. Sisi tutakujibu, yani ni lazima tukujibu, kwa sababu unafanya kazi ambayo sio kazi yako, na unafanya kazi ya siasa kwa kivuli cha mambo ya CCM, kwa kivuli cha kwamba wewe ni msemaji wa timu za taifa. Na umeenda mbali zaidi, unasema FIFA na CAF hawadili na siasa, hawajui mambo ya CCM, hawajui mambo ya siasa. Ni kweli FIFA na CAF hawadili na mambo ya siasa, lakini wanadili na haki za binadamu. Unapaswa kutambua, kukiwa mahali kuna uvunjifu wa haki za binadamu, lazima watachukua hatua dhidi ya hiyo michezo. Na unapaswa kuelewa kwamba uvunjifu wa haki za binadamu unaweza kuathiri hiyo michezo. Nimekutolea mfano wa nchi ambazo ziliathirika na uvunjifu wa haki za binadamu kwenye mataifa yao, ukaathiri michezo. Na Manara nenda kasome, fuatilia msimamo wa mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS. Nenda ukasome maamuzi mbalimbali ya CAS kuhusiana na uvunjifu wa haki za binadamu. CAS inasema nini kuhusiana na mataifa ambayo yatakuwa na uvunjifu wa binadamu, na FIFA au CAF kwenda kupeleka mashindano yake yoyote kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo kuna muda mkiwa mnazungumza mambo yanayohusu michezo, msidhani kwamba wewe Haji Manara ndio unayejua kila kitu kuhusu michezo na mpira kwenye taifa hili. Wako Watanzania wengi wanafahamu mambo haya, wanayafuatilia na wanajua, kwa sababu mambo haya ni mambo yako kisheria, yako kiutaratibu. Na sisi wengine pia tunafuatilia, tunafahamu. Sasa huyu anayejiita msemaji wa timu za taifa anapaswa kuelewa hilo jambo. Lakini jambo lingine, kwanza mimi nashangaa, hivi mtu anayeitwa msemaji wa timu za taifa na wana michezo wote, wadau wa michezo kwenye taifa hili ni lazima wajue kwamba hivi ni nchi gani wamewahi kuwa na mtu anaitwa msemaji wa timu za taifa. Huu utaratibu wa kuwa na wasemaji wa michezo, msemaji wa timu za taifa, huu ni utaratibu umetokea wapi? Terms of reference za msemaji wa timu ya taifa, hivi kazi yake haswa ni nini? Anataka kusema nini? Anatakiwa kusema nini? Anatakiwa kuishia wapi ili tuachivu jambo gani? Ndio maana sasa tunakuwa na mtu anayejiita msemaji wa timu za taifa, anatumia cheo hicho kufanya siasa, kukisifia chama chake. Huu utamaduni wa wasemaji wa timu za taifa, na nitumie fursa hii kuambia wadau wa michezo mbalimbali, huu utamaduni wetu kwenye taifa letu wa kuwafanya watu wanaoitwa wasemaji
sio tu wa timu za taifa, wasemaji wa virabu tunawaweka mbele. Siku hizi kwenye taifa letu tunawaweka wasemaji, yaani wasemaji tunadhani ni taasisi au ni mtu muhimu sana kuliko hata wachezaji. Tumekuwa na taifa ambalo wasemaji wa vilabu ni maarufu kuliko wachezaji, ni maarufu kuliko makocha. Hivi umewahi kumsikia Watanzania wanapenda mpira, wanafuatilia sana mpira wa Ulaya. Ukimuuliza shabiki wa Arsenal imekuwa ni mabingwa wa Uingereza msimu ulioisha. Msemaji wa Arsenal ni nani? Msemaji wa Manchester ni nani? Msemaji wa Barcelona ni nani? Kuwa na msemaji bora halafu ukawa hujasajili wachezaji wazuri haitakusaidia chochote. Mimi ukiniambia kwa maoni yangu naweza nikasema pengine msemaji wa Simba kwamba pengine ni msemaji bora kuliko wasemaji wote Tanzania. Lakini ameisaidia nini Simba kwa miaka 5 iliyopita? Simba imekuwa bingwa wa Tanzania, ligi ya ndani. Simba imekuwa bingwa kwa vile ina msemaji mzuri. Kuwa na msemaji mzuri kama hatuna sera bora za michezo kwenye taifa letu haitasaidia yoyote chochote. Kuwa na msemaji mzuri kama hatuna sheria za hatuna sera bora za soka la vijana, kama hatujawekeza kwenye soka la vijana, hawa watu wanaoitwa wasemaji wataendelea kuwa ni propaganda tu kwenye taifa letu. Tupo kwenye taifa ambalo hatujawekeza kwenye sports academy, kwa sababu ili usaidie kusema kwamba imetolewa ndege, timu za taifa zimepandishwa ndege, kusema kuna goli la mama, hiyo haitasaidia chochote kwenye mpira wa taifa hili kama hatutafanya mabadiliko ya kisera na kimfumo kwenye mpira wa taifa hili. Mataifa yote yaliyoendelea kwenye mpira yamewekeza kwenye soka la vijana. Wewe unajiita msemaji wa timu za taifa, badala uzungumzie uwekezaji wa hiyo inayoitwa serikali kwenye michezo ni upi, au serikali imefanya nini jambo linalohusu mifumo na sera za michezo. Tunayo nchi ambayo imeshindwa hata kuwa na utaratibu bora wa kutengeneza shule na vyuo vya kufundisha marefali. Leo Tanzania inaagiza marefali Misri wakuja kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Yaani katika Watanzania milioni 60 tumekosa Mtanzania mmoja tu au watatu, wanne, watano wa kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Tumeenda kuchukua refa Misri. Halafu sisi huku kwenye siasa tukisema hatutaki maridhiano, tunahitaji tuwe na neutral neutral person, neutral party, tuwe na mtu neutral aidha kutoka SADC au kutoka Umoja wa Mataifa aje ndo asimamie hayo maridhiano. Mnasema Watanzania tunajiweza, lakini kwenye marefali hamna hata Mtanzania mmoja anayeweza kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Mnalalamika kwamba wataionea timu nyingine. Sasa haya mambo haya ya kujificha kwenye vichaka vya vichaka vya wewe kuwa msemaji wa michezo, vichaka vya kujificha kwa wasemaji, huu ni uongo. Hatutaweza kulisaidia taifa kwenye michezo, na hatutaweza kulisaidia taifa kwa usalama wa nchi yetu. Hatutaweza kusaidia kwa kuwa na watu wa aina hii kama wakina Haji Manara, na watu hawa ndio watu ambao watasababisha. By the way, mtu ambaye anapaswa kupingwa, mtu anayepaswa kukemewa ni watu wa aina hii, kwa sababu wao wanataka kuidanganya dunia kwamba Tanzania kila kitu ni shwari, hakuna tatizo lolote, hakuna kitu chochote, wakati ziko familia watoto wao wako magerezani kwa sababu ya ugaidi. Wewe Haji Manara pengine unasema unayoyasema na unasema Chadema inyamaze kwa sababu pengine wewe huna ndugu yako ambaye yuko jela kwa sasa kwa sababu ya makosa ya ugaidi. Huyo aliyoko, vijana wa Chaso walioko gerezani kwa makosa ya ugaidi, angekuwa ni mwanao Noha Mwalwange, mwanafunzi wa MUST miaka 23, angekuwa ni mwanao yuko gerezani kwa kosa la ugaidi, ungesema wanasiasa wanyamaze? Ungesema hivyo Haji Manara? Sasa sisi tunamfahamu Haji Manara ni mwana CCM, anatumia hichi kichaka cha kwamba yeye ni msemaji wa timu za taifa na nini. Kile ni kinyago alichokivaa Haji Manara kwamba yeye ni msemaji wa timu za taifa. Hicho ni kinyago. Ndio maana kwenye hotuba yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho
serikali, rais, utashi wa kisiasa. Na ukijua hayo ameyasema jana tu. Leo ukienda kwenye peji yake ameweka tangazo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ameweka na nguo zake za CCM, anaenda kwenye ziara za Chama cha Mapinduzi. Yaani jana anatuambia wanasiasa tunyamaze, tukae kimya. Leo yeye kesharudi kwenye akili yake sasa. Yaani yule ndo yeye sasa. Huo mgogoro wa maslahi ulionao wewe wa kuwa mwana CCM alafu kuja kuambia wanasiasa wanyamaze, huo ni mgogoro. Sisi hatuwezi kukusikiliza. Huna hiyo moral authority ya kuwashawishi ya kuwashauri wanasiasa. Huo ushauri wako tumeukataa, hatutaki, hatuusikilizi. Na watu wa aina yako wataipeleka michezo kwenye taifa letu kubaya sana. Kubaya sana. Na sisi ni lazima Haji Manara na watu wa aina yake ni lazima tuwakemee. Kosa letu sisi ni nini? Kwamba kama eti wewe ni baba, una mtoto pale nyumbani kwako, ukasema mimi namuua mwanangu kwa sababu ni mwanangu namuua. Dunia haitakubali. Dunia haitakubali. Hata kama ni mwanao, kama kuna uvunjifu wa haki za binadamu, na sisi Chadema hatutanyamaza. Jambo lolote linalohusu uvunjifu wa haki za binadamu tutalisema. Sio tu kuambia FIFA, tutawaambia CAF, yoyote ambaye tunaamini atashiriki kuhakikisha kuwaambia hawa watawala wanaowaonea watu, wanaowaonea vijana wa Tanzania, wanaowaonea vijana wa Chaso, yoyote ambaye tutaamini anaweza kutusaidia katika mapambano haya, sisi tutamshtakia. Ukisikia uonevu unaupinga na unamshtakia yoyote unayedhani atakuwa ni sehemu ya kuaddress mambo haya. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akaturudisha nyuma kwenye msimamo wetu huu na kuielezea dunia kuhusiana na nini kinachoendelea Tanzania, na tunaendelea kutoa wito kwa Watanzania wote tupinge huu utamaduni na huu utaratibu wa kuwasingizia Watanzania wenzetu, vijana wadogo, tunatengeneza chuki kwenye taifa, kuwashtaki watu kwa makosa ya ugaidi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.